Tarehe 24 Juni mwaka 2002 ni siku ambayo Watanzania wengi hawawezi kuisahau. Ilikuwa ni siku ya huzuni mkubwa baada ya kutokea ajali mbaya ya treni katika eneo la Igando kati ya Msangali na Dodoma. Ajali hiyo iligharimu maisha ya watu 281 kutokana na vyombo vilivyotoa ripoti kipindi hicho, huku zaidi ya watu 600 wakijeruhiwa, na hadi leo inabaki kuwa mojawapo ya ajali mbaya zaidi za reli katika historia ya Afrika. Safari ilianza kawaida. Treni ya abiria ilikuwa imeondoka Dar es Salaam usiku ikielekea Mwanza kupitia reli ya kati. Ndani yake walikuwa wakulima, wafanyabiashara, wanafunzi, wazazi pamoja na watoto. Wengi walikuwa wamelala, wengi wakizungumza kuhusu mipango yao ya kufika nyumbani. Asubuhi ilipofika, treni ilianza kupanda mwinuko wa Igando karibu na Dodoma. Ghafla ikapata tatizo na kusimama. Wahudumu walijaribu kukagua mfumo wa breki ili kuendelea na safari. Baada ya muda mfupi, kilichofuata kilikuwa ni mwanzo wa janga ambalo hakuna aliyetarajia. Breki zilishindwa kufanya kazi, treni ilianza kurudi nyuma taratibu, kisha kasi ikaongezeka kwa nguvu kutokana na mteremko. Ndani ya mabehewa kulisikika vilio, sala, mayowe. Baadhi ya abiria walijaribu kuruka kutoka kwenye treni iliyokuwa ikiongeza mwendo, lakini wengi walibaki ndani wakisubiri muujiza. Baada ya kukimbia kwa kasi kubwa kwa umbali wa kilomita kadhaa, treni ya abiria iligongana kwa nguvu na treni ya mizigo iliyokuwa kwenye reli hiyo. Mgongano ulikuwa kutisha, mabehewa yalipenduka kwa kukandamizana, chuma kilikunjamana na watu wengi walinaswa ndani ya vifusi. Dakika chache baadaye, wakazi wa maeneo ya karibu walifika kuanza uokoaji kwa kutumia mikono yao na zana walizokuwa nazo. Leo hii Mbantu Media tumepata bahati ya kuzungumza na mmoja wa wanusurika wa ajali hiyo, Mzee Hamisi Nshoma, ambaye kwa sasa anaishi kijiji cha Nyamigege, kitongoji cha Kisuke, halmashauri ya Msalala, mkoani Shinyanga, na hapa anasimulia walivyoanza safari hadi kutokea kwa ajali hiyo. Mimi ni Hamisi Nshoma. Mzee, unaweza kutusimulia kidogo tu jinsi ilivyokuwa kwenye ajali ya treni ya Dodoma, na wewe ukiwa miongoni mwa watu waliosafiri na treni siku hiyo hadi inapata ajali? Ilikuwa kwenye saa 12 ya jioni, tukapanda treni tukielekea huku Kahama. Baada ya kufika Dodoma Mpwapwa, treni ilisimama njiani. Kusimama njiani ambayo haikuwa kawaida ya treni kusimama njiani kianza safari. Tulitolemeka chini. Baada ya kutolemeka chini, tukakaa kama dakika 5 hivi. Ikapiga honi ya kwanza, ikapiga honi ya pili, ikaanza kusereka nyuma, kurudi nyuma, ambacho ni kinyume. Kurudi nyuma tena huwa inaendelea mbele. Sasa baada ya hapo, treni iliongeza kasi kurudi nyuma, na kuna wengine baadhi tuliwaacha pale. Niliwaacha chini? Tuwaacha chini kwa sababu waliona si inasereka kurudi nyuma, akafikiria ikianza kurudi kwenda mbele tulikokuwa tunakwenda watadandia. Sasa wakaona maajabu, treni ikaenda kasi sana mpaka kiasi exhaust ikawa inatoa cheche za moto. Kufika hapo kwenye bonde, kulikuwepo na shimo kidogo tuanguke hapo. Baadaye tena ikakaa sawa. Kwa ndo hapo tuligongana na gusi la mafuta na treni yetu. Hapo ndo ajali iliweza kufanyika. Hapo ndo iliweza kufanyika. Sasa sisi baada ya ajali hapo ilikuwa saa 5. Tukaanza saa 5 asubuhi. Saa 5 asubuhi. Tukaanza kujisaidia wenyewe kujiokoa. Kipindi hicho ajali inatokea ulikuwa behewa la ngapi? Behewa la pili nyuma. Wakati ule nilipokuwa linarudi nyuma hivi, nikawa behewa la pili tena. Okay. Kwa mbele ilikokuwa linarudia nyuma. Basi behewa letu sisi halikuanguka vibaya, lilianguka ubavu. Mimi sikuweza kuumia sana, nipata kingeo kidogo na suruali kukatika vishikizo zote. Nikaanza kuvaa hapo bila mtu kunijali, huyu kavua nguo. Naona? Ndio. Sasa baadaye nilipozunguka kwa nyuma upande wa magharibi,
nikamwona binti mmoja ambaye alikuwa amekali nywele. Wakati ule nywele zilikuwa kama kwa mtu aliye tajiri ndo anaweza kuzipata sawa kama zile za kunyosha nywele. Akawa amekufa, alikuwa mwali. Atizama tena upande wa pili, nikamwona ni kijana ambaye si kijana sana, ana makamu makubwa kidogo, akiwa ametoka utumbo. Akajifunga nguo. Alijifunga nguo mwenyewe? Alijifunga nguo mwenyewe, halafu akalalia mkono wa kulia hivi. Alipolalia mkono wa kulia, si upepo ulizidi, akafa. Basi nikaenda tena upande wa tatu, ambapo kuna mabehewa yale yaliyotutiana juu. Nikamwona binti ananiomba nini, msaada. Amesaajika haja yote, ikawa kama urojo hivi. Nyama zile zilikuwa zinadondoka chini. Akatokea mbwa akawa anakula huo urojo. Serikali ilitangaza maombolezo huku uchunguzi ukianzishwa kubaini chanzo cha ajali. Ripoti ya uchunguzi iliyotolewa baadaye ilihitimisha kuwa ajali ilitokana na makosa ya kibinadamu na uzembe katika namna hali ya dharura ilivyoshughulikiwa, na si hujuma wala hitilafu ya reli yenyewe. Ripoti hiyo pia ilibainisha kuwa baadhi ya mabehewa yalikuwa yamebeba abiria wengi kupita kiwango. Mzee Hamisi Nshoma bado ana simulizi ya kusisimua kuhusu ajali hiyo. Basi baada ya hapo nikamwambia mimi sina uwezo na mimi kutolea msaada kwa sababu na mimi nimeumia. Basi tulikaa, akaja sasa mwokozi ambaye ni wa kijijini mle, hatukumjua hata jina. Akanambia njoo panda juu huku utoe na kamba tuanze kuwasaidia. Basi nikamwambia mimi kamba sina, lakini baadaye si wanakijiji hao ndo walipata ile nani kamba. Tukaanza kuwa tunawatelemsha kama mzinga wa nyuki. Anatelemshwa, tunapokea, tunakwenda kuwapanga pale. Basi tukakaa mpaka saa 9. Saa 9 ilipofika, saa 9 mchana hiyo. Saa 9 ya jioni. Jioni. Wakatokea sasa wale waokozi wa serikali, wakaanza kuokoa, wakatoa kiasi watu 400. Basi hapo walipomaliza kazi hiyo, tulipakiwa kwenye magari aina yoyote. Mengine yalikuwa kama ya mizigo, mengine kuna mabasi, yote ya usafiri yalisitishwa kwenda kusaidia watu kuwapeleka hospitali. Tulirudi kama nyuma hivi, hospitali yenyewe sitambui hiyo jina. Huikumbuki vizuri? Mimi nikaonekana ni mzuri. Basi magari yakaenda mpaka wapi? Dodoma, wanapofanyia nini, mkutano wa bunge kwenye saa 3 za usiku. Sasa kutokana na mavumbi tulikuwa nao mengi, wakatupa sabuni na mabomba yalikuwepo, kila mtu anakoga miguu na kichwa. Tumaliza pale, tukaingia ndani, tukakaribishwa kwenda kula kwenye holi ile la wabunge. Tukapewa chakula, lakini hatukuweza kula sana kwa sababu kila mtu ana mawazo. Mzee Hamisi Nshoma anasema kuwa ajali ya Igando iliacha mamia ya familia katika majonzi. Wapo waliopoteza wazazi, watoto, ndugu na marafiki. Wengi walinusurika, lakini walinusurika na majeraha na kumbukumbu za kutisha ambazo zimeendelea kuumiza. Ikiwa bahati nzuri sasa hivi ni waone ndugu zangu, itakuwa raha sana. Ndio. Basi tulikaa, baadaye tukaanza kuomba Mungu, kama maombolezo ya kuomba Mungu. Mimi na wewe hapo nikitunga wimbo wangu wa kuimba kutokana kuomba Mungu, itakuwa kama nimekufundisha zamani, tunaitikia kwa umoja. Okay. Awe Muislamu, awe mlokole, tumekuwa kitu hiki kimoja. Tunashirikiana kuimba. Basi mpaka saa 6 za usiku ndo hapo niliweza kulala.
Ndio hivyo. Mimi sikuwa na kazi yoyote ile, sikuwa mimi nilikuwa msafiri kutoka Zanzibar. Niliamua tu kwamba hivi sasa hivi nimetosheka kukaa Zanzibar, sasa hivi nirudi nyumbani kwa wazazi, ndio ikatutokea hivyo. Lakini vipi sasa, wakati baada ya kuokolewa mkafika pale Dodoma mkalala, ilikuwa kwaje hadi mkafika maeneo yenu ya makazi yenu ambayo mlikuwa mnaenda? Pia mlipata msaada wote wa serikali kusafirishwa hadi kufika maeneo yenu? Tulipakiwa tena kwenye msaada wa treni, yalikuja mabehewa mengine. Hebu tushirikishe, baada ya kupakiwa kwenye treni hamkuwa na hofu tena wakati tayari umeshatoka kwenye ajali ya treni alafu mnapakiwa tena kwenye treni? Hofu ilikuwepo kwa sababu hatukuweza kuamini kama kweli tutafika tena salama. Na halafu na majonzi yalikuwa makubwa, ilitufanya hata na sie tulie ijapo tuko wazima. Okay. Na wakati mnapita njiani na hiyo treni, nasikia waombolezaji walikuwapo wengi, karibia kila kituo walikuwa wanalia. Hebu tushirikishe, ilikuwaje wakati mnakutana na waombolezaji wakati nyinyi tayari mmeokolewa na mnarudi makwenu? Ilikuwa kila kituo kikifika watu waliokusanyika wengi kwa ajili ya kutizama watu wao waliokufa. Anaendelea kusema kuwa baada ya ajali hiyo kutokea alikaa zaidi ya miaka 2 bila kutumia chombo chochote cha moto, na baada ya hapo alilazimika tena kutumia usafiri wa treni kurudi jijini Dar es Salaam kuendelea kutafuta riziki. Miaka imepita tangu janga hilo litokee, lakini simulizi ya Igandu bado ni ukumbusho kwamba usalama wa usafiri ni jambo la msingi sana, tukio lililofanya Tanzania kuangalia upya utaratibu na usalama wa reli ili kupunguza uwezekano wa majanga kama hayo kujirudia. Nasikia mpaka saizi mzee wangu upande chombo chochote cha moto baada ya kunusurika kwenye ajali ya treni ya Dodoma, kuna kweli ndani yake? Ni kweli. Yaani baada ya hapo kumalizika ajali hiyo nilikaa kama miaka 2, nikarudi tena kule kwa usafiri ule wa treni. Ajali ya Igandu ya mwaka 2002 itaendelea kukumbukwa kama siku ambayo taifa lilisimama kwa majonzi, ikiwaombea waliopoteza maisha na kuwafariji wale waliojeruhiwa na familia zilizobaki na maumivu makubwa. Mwandaji wa makala hii ni mimi David Kiluzia. Nikuombe usiache kusubscribe Mbantu Media, like, comment and share ili kuwa kwanza kupata habari na simulizi mbalimbali kama hizi